Ndugu zangu wafiwa, Mama Sarungi, viongozi wote mliopo katika eneo hili, nikitambua uwepo wa Waziri Mkuu mstaafu na makamu wa kwanza wa rais baba yetu ndugu Joseph Sinde Warioba, makamu mwenyekiti mstaafu wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, Comrade Kinana, mzee wangu Butiku, viongozi wote mbalimbali, nikitambua uwepo wa viongozi wa vyama vya kisiasa, hasa Chadema na kaka yangu roommate wangu Bwana Zito Zuberi Kabwe, na wote mliopo hapa, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wafiwa, kwanza tupeane pole sana. Msiba huu ni mkubwa, na msiba huu kwa kweli kama alivyoeleza Comrade Kinana, tabu ya kuwa mtu wa mwisho, unajikuta kwamba mambo yote unataka kuzungumza wenzako wameshazungumza. Lakini mimi bila kupoteza muda nizungumze kile ambacho nimetumwa kusema, na nasimama mbele ya familia ya wafiwa na wote mnaomboleza kutoa salamu za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kama ilivyoelezwa naye yupo kwenye kikao pamoja na Katibu Mkuu Nchimbi na wajumbe wengine wakiendelea kuchakata mambo ya nchi, lakini pia kwa upande mmoja kuangalia mambo ya chama chao. Na hapa nakusudia kuzungumzia Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu wafiwa, Mheshimiwa Rais anakupeni sana pole. Anakupeni sana pole kwa sababu msiba huu ni mkubwa sana. Yeye anaeleza katika maelezo yake kama amepata nafasi ya kumfahamu Profesa Sarungi kwa muda mkubwa sana. Wamefanika kufanya kazi wote katika maisha ya kazi, lakini pia amekuwa pia ni mtu ambaye mara kwa mara amekuwa ni mtu wa msaada sana kwake. Ananikumbusha kwamba yeye aliwahi kupata shida, mwanae alipata ajali. Alipopata ajali mwanae, alipokwenda Muhimbili, akakuta vijana ambao sifa kubwa ambayo yeye aliwasifia walisema wameitoa kwa Philemon Sarungi. Hili ni jambo kubwa sana kwa sababu maisha ya dunia tunapita, lakini kumbukumbu njema za mambo yako ndizo ambazo zitabaki kwa simulizi. Na mimi naungana na wote waliotangulia kusema kabla yangu katika lile jambo la kwamba tumkumbuke marehemu kwa matendo makubwa ambayo ameyafanya, ambayo yameacha athari kubwa sana. Lakini pia Mheshimiwa Rais anamzungumzia Mheshimiwa hayati au marehemu Philemon Sarungi kama ni mtu ambaye alikuwa msomi sana. Kwa sababu kama mnavyokumbuka kwenye wasifu imeelezwa, profesa yeye alikuwa mwanafunzi, alikuwa researcher, lakini pia alikuwa mtu ambaye ameacha athari kubwa katika field ya udaktari, hasa eneo la mifupa. Yeye Mheshimiwa Rais anatuomba sana tuendelee kumkumbuka kwa matendo mema. Wale ambao wamepata nafasi ya kufundishwa nawe, ambao tumeona hapa wakiwepo wakina Profesa Mseru, ni wazi kwamba walichokifanya wao kuacha athari ni ile athari ya mtu wa kwanza, kama ambavyo sisi tunatambulika kama wanadamu kwa sababu ya athari ya mtu wa kwanza aliyeundwa na Mwenyezi Mungu ili sisi tuwe sehemu yake. Lakini pamoja na hilo pia tunamkumbuka profesa kama mtu aliyekuwa kiunganishi. Leo hii tunaona katika makundi yetu yote haya, lakini pia maneno mazuri aliyosema Mheshimiwa mbunge ambaye ameachiwa kama urithi wa kwamba nenda ukawaunganishe wana Rorya, kwa kutambua kwamba Rorya ina makabila mengi, lakini kwa kutambua pia kwamba nchi yetu ina watu wa namna nyingi. Leo kazi nzuri anayoifanya Mheshimiwa mbunge ni sehemu ya mambo mazuri ambayo Profesa Sarungi ameacha. Mimi wasia wangu kwenu na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na sisi tuliohudhuria shughuli hii ya mazishi, tuendelee kumkumbuka kwa kuenzi ili jambo la kuunganisha Watanzania. Lakini pia alikuwa mwanamichezo. Kwenye michezo hapa amezungumza mengi, lakini mimi sitaki kuingia kule kwenye mambo alozungumza ndugu Zito Zuberi Kabwe hapa na wengineo. Kwa sababu tukizungumza tutakumbusha vilivyolala, na mimi sitaki kuharibu msiba huu kwa kukumbusha aliyotokea juzi. Lakini kubwa zaidi ambayo nataka niseme tu ni kwamba Mzee Sarungi alikuwa muwazi katika kupenda Simba yake. Lakini sisi wengine bahati nzuri tumejulikana tokea tukiwa wadogo na kupenda Yanga yetu. Sasa katika mambo haya yalivyo, mimi niwaombeni sana viongozi
pamoja na kupenda vilabu vyetu vya michezo, lakini tuige mfano mzuri wa Profesa Sarungi. Profesa Sarungi hatukuwahi kuhisi katika mapenzi yake anaweza akatumia mapenzi yale kuumiza watu wengine. Lakini leo hii wako baadhi ya watu tunasikia wanatumia nafasi zao kuumiza watu wengine, kupeleka huzuni kwa watu wengine, kutopeleka furaha. Hili jambo kwa kweli linahuzunisha sana, na mimi ningependa nifikishe ujumbe huu, na ujumbe huu sio ambao nimetumwa, ujumbe huu wa kwangu mimi mwenyewe. Maana kwa nilotumwa ni kwamba alikuwa mwana michezo, lakini mambo ya ubaya ubwela haya sio ya kwangu. Haya sio aliyenituma, haya ya kwangu mwenyewe. Lakini profesa alikuwa rafiki. Leo mnaona hapa Comrade Warioba na mzee wetu Butiku wanasimulia masimulizi mazuri walioishi nayo. Lakini profesa ambaye alikuwa mwanafunzi wake na walifanya kazi walipokwenda kuhudumia watu Dodoma, amesimulia naye. Lakini Profesa Mselu naye amesimulia mpaka machozi yamemtoka kwamba amempoteza mtu ambaye alikuwa very close to. Angalia tofauti ya umri uliokuwa baina yao, lakini urafiki alivyokuwa na uwenzi profesa, leo hii unafanya wengi tulokuja hapa tumkumbuke kwa hilo. Kwa kweli hili ni fundisho kubwa sana ambao tunaishi nalo, na sisi tulokopo katika eneo hili ningeomba kuwahusia kwamba tuendelee kumuenzi profesa kwa kutunza urafiki. Urafiki hauna umri. Urafiki unaweza ukawa na umri mkubwa, ukawa na rafiki wadogo, lakini tumia urafiki kuwa sehemu ya kuacha athari njema, athari ambazo zitafanya jamii iende vizuri, na athari yako ya wewe kuwa na marafiki wa namna hiyo iweze kuonekana. Sisi wengine leo hii urafiki wa wazee wetu kama Comrade Kinana hapa ndio ambao umetufanya leo hii tufike hapa mbele yenu na tunasimama kuzungumza katika nafasi tulizonazo. Amekuwa rafiki mzuri, ametulea, na ndivyo ambavyo Profesa Sarungi ameacha kwa wanafunzi wake na wale ambao walikuwa nao. Lakini profesa alikuwa mcha Mungu. Hili jambo kubwa sana, na limezungumzwa hapa na wengi, na limepigwa msumari na mkuu wetu wa mkoa. Kwa kweli jambo la ucha Mungu ni jambo ambalo tukilishika kwa pamoja nchi yetu itakaa pazuri sana. Watu watakuwa na uwezo wa kusaidiana, watu watakuwa na uwezo wa kuhurumiana, kwa sababu sifa za mcha Mungu za kwanza kabisa ni kuwa na huruma. Kwa sababu Mungu wetu, hata kama umefanya kosa hapa leo sasa hivi, ukipiga hatua 3 ukashuka kwenye ngazi ukasema Mungu na kuomba sana radhi kwa lile nilolifanya juu ya jukwaa, Mungu wetu anakusamehe. Sasa profesa kwa ucha Mungu wake, ninaamini kabisa milango ya safari yake imefunguliwa, na malaika wale wema wampokee mzee wetu, wampokee katika mikono miwili, na wamfanye kuwa mmoja katika watu waliowema kesho tutakapokwenda kuamshwa naye. Lakini sio hilo tu, Mheshimiwa Rais amemzungumza profesa kama mwana mapinduzi na mtu mwenye misimamo ya kweli. Mimi nimefurahi binafsi kwa sababu rais, lakini waliotangulia hapa wametosha kutoa ushuhuda wa jinsi profesa alivyokuwa mtu wa kweli, lakini alivyokuwa mtu anayeweza kuwa na msimamo thabiti, na huu ndio msimamo ambao unatakiwa kuwepo. Usione haya hata kama watu watakubeza kwa msimamo wako, lakini kama wewe msimamo wako ni thabiti na unauamini na unaongozwa na ithibati ya moyo wako kwa maana ya ukweli, simamia msimamo huo. Mwenyezi Mungu pekee ndio atakayetuhukumu kesho, na sisi binafsi yangu baada ya maneno haya nimwombe sana mzee wetu, Mwenyezi Mungu ampokee na kaburi lake alifanya liwe moja kati ya viwanja vizuri, lakini pia aipe nguvu na subira familia yake. Kwa mama yetu, Mwenyezi Mungu akutie nguvu wewe na wanao na wajukuu zako na vitukuu vyako. Kwa familia yote ya ndugu Sarungi, Mwenyezi Mungu awapeni sana nguvu. Poleni sana kwa msiba, tupoe wote. Bwana ametoa na Bwana ametaa, jina lake lihimidiwe.